Msanii wa muziki wa kizazi kipya Billnass ameamua kuonesha baadhi ya vitu vilivyounguzwa Oktoba 29 ya mwaka 2025 dukani kwake Nengatronics, mara baada ya vurugu ambazo zilijitokeza siku hiyo, ambapo ilikuwa ni siku maalum kabisa, siku ya uchaguzi. Imeshuhudiwa maeneo mbalimbali ya wafanyabiashara, watu wa kawaida na watu maarufu ambayo yaliharibiwa na hizi vurugu ambazo zilijitokeza siku hiyo. Miongoni mwa mastaa hao ni pamoja na Billnass, ambao tunafahamu kwamba anamiliki duka la simu ambalo linafahamika kama Nengatronics, na limekuwa ni moja kati ya duka ambalo ni maarufu sana. Sasa mara baada ya vurugu hizo kuweza kujitokeza, tunafahamu kama Billnass aliamua kujiondoa kwenye mtandao wa Instagram kwa muda kutokana na namna ambavyo alikuwa akipokea mashambulizi mbalimbali kutokea kwa watu tofauti kutokana na kile ambacho baadhi yao walidai kwamba kutokuwa upande wa wananchi na badala yake pia kujihusisha na masuala ya siasa. Sasa kupitia kwenye mtandao wa Snapchat, msanii huyo ameamua kuweka video ambayo imekuwa ikionyesha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimesalimika kutokea kwenye duka hilo, na nadhani alikuwa amevihifadhi kwenye sehemu ambayo ni ya store kwa ajili ya kuhifadhi, kwa maana kama mzigo ukiisha basi anaenda kuchukua kwenye sehemu hiyo. Sasa katika hii video ambayo ameonekana akiwa anazungumza, na baadhi ya simu pia zikiwa zinaonekana zikiwa kwenye box, baadhi zikiwa zimeungua, lakini zingine zikiwa bado hazijaungua vizuri, kwa maana kama mabox tu yanaonekana kiathirika kidogo kwa upande wa nje, lakini kwa namna ambavyo zinaonekana kwa ndani, inaonekana simu zenyewe pia bado ni nzima kiasi kwamba zinaweza zikatumika. Na tunafahamu kwamba katika duka hilo pia kulikuwa kuna vitu vingi vilivyokuwa vinauzwa. Kwa mfano kuna laptop pia ambazo zimekuwa zikionekana, baadhi zimeungua lakini zingine pia zikiwa hazijaungua. Sasa moja kati ya kitu pia ambacho kinaonekana, kuna sauti ya Billnass ambayo inasikika hapo akiwa anajaribu kukagua vile vitu pia ambavyo vilikuwa vimeungua, huku akisema kwamba akimtaka mtu pia ambaye alikuwa anachambua asitupe kwa nguvu, kwa sababu kuna baadhi ya laptop pia zinaonekana hazijaungua au hazijaathiriwa kivile, kwa maana kwamba zinaweza tena zikarudi kwenye matumizi. Kwa hiyo unaweza kaona ni hasara kiasi gani ambayo msanii huyo pia amekutana nayo, na sio hivyo vifaa tu pekee, kwa maana ya simu, laptop na vifaa vingine, lakini pia kuna pesa ambazo alikuwa akizihifadhi katika duka hilo, lakini inaonekana ni moja kati ya sehemu ambayo ni ya siri kidogo, na pesa hizo pia zinaonekana katika video hiyo ambayo umekuwa ukitazama hapo, nazo baadhi zikiwa zimeungua lakini zingine pia zikiwa hazijaungua. Mpaka sasa hivi bado msanii huyo hajaweka wazi ni hasara kiasi gani ambayo ameipata kutokana na vurugu hizo, licha kama nafahamu kama ni hasara kubwa, lakini bado hajaweka thamani yake kutokana na thamani ya duka lake ambalo lilikuwa linafahamika kama Nengatronics. Tusubiri tuweze kuona kama atazungumzia na kama ataweka wazi kuhusiana na thamani ya duka hilo, hasara ambayo ameipata kutokana na vurugu hizo ambazo zilimwathiri na kupelekea duka lake pia kuweza kuchomwa moto. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Tuandikie hapo sehemu ya comment, lakini pia usiache kusubscribe account yetu ya YouTube ambayo nasomeka @Dodoma TV. Dodoma.